Nuru ya asubuhi. Hadi mwisho nitaamini. Haleluya, haleluya. Pendwa mtazamaji mwaminifu sana wa Zoe TV. Karibu sana katika kipindi chetu hiki kizuri cha Nuru ya Asubuhi. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Eresh Chakubuta. Ni mchungaji kiongozi wa kanisa la TAG. Linaitwa City Gate Worship Assembly. Linapatikana Mbezi ya Kimara, kata ya Temboni. Tuko eneo linaitwa kwa Msuguli. Na leo Bwana ametupa neema ya kuwa pamoja katika kipindi hiki kizuri sana na cha baraka cha Nuru ya Asubuhi, kujifunza neno la Mungu na kushirikishana baraka za nguvu ya neno la Kristo asubuhi hii. Nami ninao ujumbe kwako ndugu mtazamaji ambao unatoka katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 5 kuanzia mstari wake wa 2 hata wa 10. Kuna maneno ya Mungu hapa yenye kina sana na yana mengi ya kutusaidia, ya kutufundisha na ya kututia nguvu na kutuwezesha. Na nikukaribishe sasa, fuatana nami tunapoendelea na kipindi hiki na kujifunza neno la Mungu. Niruhusu nisome neno la Mungu na nitaomba, na baada ya hapo tutaendelea. Injili ya Yohana sura ya 5 mstari wa 2 hata ule wa 10. Niruhusu nisome kama ilivyoandikwa. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bezatha, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji ya chemke. Maana wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji, basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi kwa muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa Sabato siku hiyo. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, wewe ni Mungu mkuu, tena ni wa ajabu sana. Umetupa asubuhi hii njema tuyasikie maneno yako, tena tujifunze kutoka kwako. Nami ninaomba kwa ajili ya mioyo ya watazamaji wetu ambao wako hapa kutusikiliza na kutuangalia asubuhi ya leo, ya kwamba utazungumza na kila mmoja kipekee kupitia neno lako hili. Ninawabarikia kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kupitia andiko hili ninataka tujifunze somo ambalo nimelipa kichwa, mamlaka ya neno la Kristo. Mamlaka ya neno la Kristo. Andiko linatuambia kuna kisa cha kusisimua hapa sana, kisa kizuri sana. Yesu alikuwa akiingia katika mji wa Yerusalemu, na Biblia inasema akachagua. Sisi tunafahamu, wasomaji wa Biblia, mji wa Yerusalemu ulizungukwa na ukuta na ulikuwa na malango kadhaa, lakini siku hiyo akachagua kupitia mlango ulioitwa mlango wa kondoo. Na penye mlango ule palikuwa pana birika. Biblia inaita birika. Na ndani ya lile birika kulikuwa kuna maji ambayo iliaminika malaika alishuka wakati fulani ndani ya birika lile na akayatibua yale maji, na yale maji yalikuwa na nguvu ya kuponya. Kwa hiyo aliyekuwa wa kwanza kuingia katika birika alipokea uponyaji. Na kwa sababu ya sifa ya birika lile, kulikuwa na watu wengi wako hapo wamekaa siku nyingi sana, wanasubiri fursa ya kuingia ndani ya lile birika maji yanapotibuliwa.
Biblia haijazungumza mambo mengi sana kwa habari ya mchakato wa uponyaji pale. Haijasema malaika alikuwa anakuja mara ngapi, ni kwa wiki, ni kwa siku, ni kwa mwezi, ni kwa mwaka. Biblia haijasema hayo. Lakini inaaminika kwamba kuna wakati wenda uliojulikana au ambao haukujulikana kabisa, malaika alishuka na kutibua lile birika, na aliyekuwa na nguvu na uwezo au na bahati ya kuingia wa kwanza, Biblia inasema alipona magonjwa yote yaliyokuwa yamempata. Na Yesu siku hiyo akaamua kupita mahali pale. Leo tungeita dispensary au kambi la uponyaji, sijui chochote. Lakini mahali pale wagonjwa walikuwepo wa kila aina. Walikuwepo viwete, vipofu, watu waliopooza, wakoma, watu wenye magonjwa ya kila aina. Yesu akaamua kupita pale siku hiyo. Na watu wengi, ninaamini ukisoma Biblia hapa ile andiko, hawakumjua, hawakujua ni nani aliyepita pale na ana uwezo gani. Na akapita pale, halafu akachagua mtu mmoja specific, akamwendea. Biblia inamtaja huyo mtu kwamba alikuwa amepatwa na ugonjwa na amekaa kwa miaka 38 na ugonjwa wake. Na Yesu alipomtazama, hatujui Biblia isemi wazi kwamba Yesu aliwahi kupita pale kabla na alimfahamu mtu huyu, lakini tunajua Yesu ni Mungu. Maana Biblia inasema akijua kwamba mtu huyu amekaa hali hii siku nyingi, manake Yesu akamhurumia na akamuuliza swali, je, wataka kuwa mzima? Swali kubwa sana hili. Wataka kuwa mzima? Maelezo ya mtu yule yakawa kidogo, ukiyasoma sasa hivi tofauti kidogo na swali la Yesu. Mimi ninaposoma hili andiko ninaliona swali la Yesu kama swali ambalo linajaribu kuibua imani ndani ya huyu mtu. Mtu huyo amekata tamaa, ameumwa kwa miaka 38. Yuko mahali hapa, hana msaada, na sasa kuna mtu anakuja na kumuuliza, wataka kuwa mzima? Unajua, katika hali ya kawaida huyu mtu alianza kueleza maelezo. Ni kweli alitaka kuwa mzima, lakini hakuamini katika uzima kwa njia nyingine yoyote isipokuwa kwa mfumo uliokuwepo mahali pale wa kupata uponyaji. Kwa hiyo akaanza kumweleza, bwana mkubwa, unajua mahali hapa ni kweli mimi nataka kuwa mzima na uzima unaweza kupatikana, lakini unajua kuna mfumo wa uponyaji mahali hapa. Ili upate kuwa mzima lazima ujue majira ya malaika kushuka. Ninajaribu kuparaphrase, kushuka na kutibua maji. Na ukisha kujua hiyo haitoshi tu, uwe na nguvu au bahati ya kuwa wa kwanza kuingia birikani. Sasa mimi niko hapa kwa siku zote hizi, si kwa sababu sitaki kuwa mzima. Najaribu kuvaa viatu vya yule mtu na kuelezea kila alichokuwa anazungumza. Si kwa sababu sitaki kuwa mzima, lakini kwa sababu sina mtu wa kunitia birikani. Kwa lugha nyingine, kwa mfumo wa uponyaji wa mahali hapa, sina namna ya kuwa mzima. Sina namna ya kupona. Kuwa mzima ninataka, kupona ninataka, lakini mazingira yangu na mfumo ulio hapa hausapoti uponyaji wangu. Swali la Yesu ilikuwa ni, wataka kuwa mzima? Na hili nifanya nigundua, na unaposoma Biblia huko chini, ni kweli kabisa mtu yule hakumfahamu Yesu, wala hakufahamu yeye anayemwambia amebeba uzima ndani yake. Anaweza kutamka neno na likawa na mamlaka ya kumuondoa kwenye hali yake. Akaanza kueleza maelezo mengi sana. Akaanza kueleza sababu za kwa nini hawezi kuwa mzima japo anataka kuwa mzima. Nikimsoma mtu yule simlaumu sana, kwa sababu ya mazingira yake. Mazingira yameshamtengeneza, yametengeneza ufahamu wake, yametengeneza mtazamo wake, yametengeneza mpaka ukiri wake. Anasema kupona ninataka, lakini mfumo wa uponyaji wa hapa hausapoti mazingira yangu nipate kupona. Biblia inasema Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako, alafu nenda. Na alipolisikia lile neno, ninachompenda mtu yule si kwamba hakuwa na imani. Si kwamba hakuwa na imani, isipokuwa hakuwa na imani kwa njia nyingine. Alikuwa na imani kwa ule mfumo uliokuwepo pale, na ndio maana alikaa siku nyingi yuko pale pale. Hakuweza kutoka pale aende mahala pengine, alibaki pale pale kwa sababu aliamini mfumo wa uponyaji wa pale birikani. Kwa hiyo anapokuja mtu mwingine kumuuliza wataka kuwa mzima, anamueleza mfumo wa uponyaji wa birikani. Lakini alipolisikia neno la Yesu, simama, jitwike godoro lako, kama ilikuwemo nguvu imesalia katika mwili wake, alikusanya, akalidaka lile neno,
akainuka, na Biblia inasema akawa mzima, alafu akajitwika godoro lake akaondoka zake. Hichi kisa mimi ninakipenda sana, ni cha kusisimua. Huwa kinanifundisha vitu vingi sana ambavyo ninataka nishirikishane na wewe mpenzi mtazamaji wa Zoe TV asubuhi ya leo katika Nuru ya Asubuhi. Yako mambo ambayo ninayaamini ukiyafahamu kupitia neno hili yatakusaidia na wewe kutoka mahali ulipokaa. Haijalishi umekaa hapo muda gani, haijalishi umekaa hapo kwa miaka mingapi. Na naomba nikuambie jambo moja kabla hata sijakupeleka kwenye mambo haya nataka niyazungumze kupitia somo hili. Nataka nikuhakikishie jambo moja, Mungu wetu hahesabu miaka ili akutendee. Mungu wetu ana uwezo wa kutenda lile limpendezalo, na kwake mwaka mmoja ni sawa na miaka siku moja ni sawa na miaka 1000, na miaka 1000 sawa na siku moja. Unaweza ukawa una tatizo lina miaka 30, lina miaka 40, na lingine mpaka unaliita hili ni la kwangu, nimeishi nalo. Madaktari wameisha niambia, wamenifundisha namna ya kuishi na huu ugonjwa, wamenifundisha namna ya kuishi na hili tatizo. Kwenye ndoa unasema washauri wangu wa ndoa wameisha nifundisha namna ya kuishi na huu mwiba ambao ni mume wangu au ni mke wangu au ni watoto wangu. Naomba nikuhakikishie hakuna tatizo linalodumu. Kuna neno la Kristo lenye mamlaka na linadumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na asubuhi ya leo ninataka nikuonyeshe mambo kadhaa ambayo tunajifunza hapa kupitia andiko hili. La kwanza kabisa, Yesu anakujua sana. Yesu anakujua mno mno mno. Ilinishangaza sana, Yesu ambaye ni Mungu, kwa nini aliamua siku hii kupitia kwenye mlango huu very specific, na akamwendea mtu mahususi kabisa. Na Biblia inasema alijua amekaa kwa hali hii kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo ninaamini Yesu tangu anaingia mahali pale kwenye lile birika, kuna mtu mmoja katika mamia au maelfu yaliyokuwepo pale, alimlenga mtu huyu siku hii iwe ni siku ambayo anamtengenezea ushuhuda wa tofauti. Huyu mtu ameugua kwa miaka 38 na Yesu amekuja. Kwa nini? Kwa sababu anakujua, analijua hitaji lako, anaijua shida yako, haja kusahau. Hilo ni jambo la kwanza nataka ujue. Yesu anakujua. Haijalishi mazingira yanasemaje, haijalishi watu wamekukataa. Huyu baba katika sababu zake alisema sina mtu wa kunitia birikani. Tutajifunza hapo mbele kidogo, lakini mimi nataka nikuhakikishie, hata kama hauna mtu anayekutaja, hauna mtu wa kukutia birikani, hauna mtu wa kukupush kwenda mahali unapohitaji kwenda, hauna mtu wa kukutia moyo, wa kukuambia jifariji, jitie moyo, nataka nikuhakikishie yupo Yesu na yuko hapa leo. Unaponisikia popote sauti hii inaposikika, kama unalisikia neno la Bwana, nataka ujue Yesu anakujua. Hakuna ambalo hajui kuhusu wewe. Wanadamu wanaweza wakasahau, Yesu hajakusahau. Lakini jambo la pili ambalo ninataka ufahamu, si tu kwamba Yesu anakufahamu, anakukusudia mema na anayo majira ya kuyatenda hayo mema. Yeye anakukusudia mema na anayo majira ya kukutendea hayo mema. Nami nataka nimuombe Baba asubuhi ya leo ya kwamba yale majira aliyokukusudia iwe ni asubuhi ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Majira ambayo Bwana ameyaamuru kwako iwe ni asubuhi ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Yesu anakuwazia mema na ana majira ya kukutendea haya mema. Muone baba huyu amekaa miaka 38. Miaka 38. Unajua alikuwa amekata tamaa kiasi gani? Nilikuwa nazungumza na mtu mmoja ananiambia, pastor, nimekata tamaa sana. Ndoa yangu ina miaka 3 hatujapata mtoto. Miaka 3 hatujapata mtoto. Sasa unajua mimi ni mchungaji. Wakati ninamshauri huyu wa miaka 3 na kwake anaona ni mzigo mzito. Ninao ambao wamezeeka wako kwenye ndoa tayari. Wanampenda Mungu sana na Mungu anawapenda. Wana miaka 60, wana miaka 70, hawana mtoto. Halafu kuna huyu wa miaka 3 na kwake amekata tamaa kwa sababu ya miaka 3 hajapata mtoto. Nataka nikujulishe yako majira ya Mungu, na yakifika akiliamuru neno lake, haijalishi mazingira yanakuambia nini, ana uwezo kabisa wa kukomandi mazingira na yakakufungukia ukatendewa unachokihitaji. Majira ya Bwana yapo, tena ndio majira sahihi. Jambo la tatu ambalo ninajifunza mahali hapa, pamoja na huruma na rehema za Mungu
na namna ambavyo anatupenda upeo. Sisi kwake ni watoto. Na nataka nikuhakikishie unapotazama hapa, hata kama hujamwamini Yesu, nataka nikuhakikishie kwa Yesu hana sharti la mpaka uokoke kwanza umwamini ndipo akutendee muujiza. Atakutendea muujiza na utampokea hapa kwa jina la Yesu Kristo. Lakini nikagundua nilipolisoma hili andiko ya kwamba kuna wakati ambapo mazingira yanaweza kumtengeneza mtu. Yaani ukikaa katika mazingira fulani kwa muda mrefu, yale mazingira yana uwezo wa kukushepu kiasi kwamba ukayafanania. Yataanza kushepu mtazamo wako, yatashepu mawazo yako, yatashepu mtu wako wa ndani, yatashepu hata maamuzi yako. Na kwa bahati mbaya mazingira yako yanaweza hata yakashepu ukiri wako. Yaani mtu mzima wa ndani anaanza kuona, anaanza kutazama, anaanza kuwaza na hata kukiri na hata kutenda kulingana na mazingira yanayomzunguka, kwa sababu mazingira yana tabia ya kuwatengeneza watu. Kama si mtu imara vya kutosha, kuna uwezekano mkubwa sana mazingira yako yakakutengeneza na ukayafanania. Na ni heri kama mazingira yako ni mema na yanakutengeneza katika njia nzuri, lakini matatizo yanaweza kukutengeneza ukawa mtu mwenye uchungu. Mazingira ya shida yanaweza kukutengeneza ukawa mtu aliyekata tamaa. Mtu huyu mazingira yalimtengeneza, na ndio maana stori yake aliyokuwa anaieleza pale ilikuwa ni stori ya matatizo alionayo tu, na namna ambavyo mfumo uliokuwepo usingeweza kusapoti kwa namna yoyote uponyaji wake. Lakini nataka nikuhakikishie asubuhi ya leo, haijalishi mazingira yamekutengeneza namna gani. Yaani ukijiangalia unajiona wewe na ugonjwa wako ni kitu kimoja. Ukijiangalia unaona wewe na ndoa yako inayopukutika ni kitu kimoja. Ukijitazama unajiona wewe na uchungu wako na machozi yako ni kitu kimoja. Nataka nikuhakikishie asubuhi ya leo, yupo anayeweza kubadilisha mazingira kwa neno lake. Mazingira yanawatengeneza watu. Sijui hali yako, lakini mbingu zinaijua, na Mungu analo kusudi na wewe. Lakini nikajifunza jambo lingine hapa, jambo lingine kubwa sana. Ziko nyakati ambazo sisi kama wanadamu, mazingira yanayotuzunguka yanatufanya tuwe watu wa lawama na excuses. Sababu. Huyu mtu aliulizwa, wataka kuwa mzima? Swali lilikuwa very straight, limenyoka, wataka kuwa mzima? Laiti angejua angesema, Bwana, sasa hivi. Yaani kwa habari ya uzima niliutaka tangu jana, tangu miaka 38 iliyopita. Lakini mtu huyu mazingira yalimtengeneza kiasi kwamba alikuwa na sababu nyingi sana za kwa nini hawezi kuwa mzima. Kwanza, sababu ya kwanza ni mfumo. Mfumo bwana mkubwa hausapoti uzima wangu. Mfumo wa hapa, yaani lazima nijue, moja, malaika ameshuka. Lazima nifahamu ameshuka na maji yametibuliwa. Lakini jambo la pili, niwe na nguvu za kuingia huko birikani, na mimi hapa nilipo sina mtu wa kunitia birikani. Ni mara ngapi tumewalaumu watu? Umewalaumu ndugu, umelaumu mpaka familia. Niko hivi nilivyo kwa sababu fulani alikuwa na fursa lakini hakunitendea vizuri. Fulani alikuwa na mahali pa kunipeleka. Fulani alikuwa na fedha, angenipa mtaji ningeanzisha biashara. Fulani alikuwa na fedha, angenisaidia ningeweza kutibiwa ugonjwa wangu. Fulani alininenea mabaya. Fulani alinitendea hivi na vile. Watu wanalaumu mazingira, wanalaumu kila kitu kwa sababu ya hali walizonazo. Na mimi naomba nikuhakikishie, wala siko hapa kukulaumu, lakini nataka nikuhakikishie, sababu hazitakutoa ulipo, na kuwalaumu watu hakutakutoa ulipo. Mimi nilishajifunza katika maisha yangu, ziko nyakati Mungu anaweza kuruhusu majaribu ya kupate, na hata ruhusu mtu yeyote akusaidie. Anakuacha ubaki peke yako kabisa. Ukijitazama, ukiangalia mbele, ukiangalia nyuma, ukiangalia kulia, ukiangalia kushoto, hauna mtu wa kukutia birikani, hauna mtu wa kukuambia sogea, hauna mtu wa kukuambia tuko pamoja. Na wengine wanasema tuko pamoja, halafu hawako pamoja na wewe. Kwa nini? Kwa sababu kuna wakati Mungu anataka ajitwalie yeye utukufu peke yake. Anataka anapotenda jambo usije ukawaza kichwani mwako, hili limetendeka kwa sababu ndugu yangu fulani alinitendea. Nilikuwa namtazama huyu mtu tuliyemsoma hapa, nikawa ninawaza, anaposema sina mtu wa kunitia birikani, maana yake nini? Alizaliwa na nani mtu huyo? Hana ndugu, hana kaka, hana dada,
hana shangazi, hana mjomba, hana hata marafiki. Nikaanza kutafakari, niliwaza sana, nilienda kwenye kina sana kuwaza maisha ya huyu mtu. Inawezekana watu wengine walikujaga hapa siku moja kwenye birika hili kumjulia hali. It's very possible. Na walipokuja siku hiyo walikuwa na utayari wa kumsaidia. Na wakamuuliza, vipi bwana? Bwana, leo umekuja siku ambayo birika halijatibuliwa, malaika hajashuka. Angekuwa ameshuka bwana, ningekusaidia. Ningekuwa hapa muda huo birika linatibuliwa, maji yanatibuliwa, ningekunyanyua nikutie birikani, lakini siwezi kukaa na wewe hapa muda wote. Akaondoka mtu huyo ambaye angeweza kuwa msaada. Na alipoondoka, huenda malaika akashuka akatibua. Najaribu tu kupanua mawazo, kuona namna ambavyo wakati mwingine msaada wa wanadamu utapishana na majira ya Mungu ya kukusaidia. Wanadamu wana mipaka. Wanadamu hawatasimama na wewe wakati wote. Naomba nikutie moyo asubuhi ya leo. Kama unalawama na uchungu na mtu yeyote ambaye unaamini angepaswa kuwa msaada kwako na hakutokea kuwa msaada, nataka nikuambie, mtazame Yesu. Mtazame Yesu. Mtazame yeye mwenye huruma, ambaye alichagua lango hili la kondoo na kwenye birika hili ili apate kumponya huyu mtu kwa sababu alimrehemu. Mtazame huyo. Yeye anakuona kutokea mbinguni kwenye kiti cha enzi, na ana mpango na makusudi na wewe. Wanadamu wakiondoka wote, mazingira yakikukatalia, simama na Yesu. Hata kama unaweza kuwa umekata tamaa, simama na Yesu. Uko mahali ambapo imani haipo sana tena, simama na Yesu. Nilikuwa ninatafakari hili somo na haya mambo yameanza kunifanya niwe makini sana ninaposema Mungu hawezi hili au Mungu hawezi kufanya hili. Yako mambo mengi ambayo tunasema Mungu hawezi. Kwa mfano, nilikuwa ninasoma hili andiko na nikasema, mara nyingi sana sisi wahubiri tumewaambia watu, unajua Mungu anaitazama imani yako, na kama hauna imani hauwezi kupokea uponyaji. Kama hauna imani hauwezi kupokea uzima. Na muangalia huyu mtu, si kwamba hakuwa na imani, lakini alikuwa na imani katika birika, si katika neno la Mungu. Mtu huyu hakuwa na imani ya kupokea uponyaji kupitia neno la Kristo. Hakuwa nayo kabisa. Alikuwa ni mtu aliyekata tamaa. Lakini nimeshajifunza ya kwamba Mungu hatuwezi kumwekea mipaka. Ufinyo wa imani yako haumwekei Mungu mipaka ya kutenda. Mungu ana uwezo wa kutenda uwe na imani au hauna. Anatenda yampendezayo. Huwa ninamtazama Lazaro akiwa siku 4 kaburini. Hakuwa na fursa ya kuamini Lazaro. Na bahati mbaya sana, ambao hata wangeamini kwa niaba yake, dada zake walipoteza imani. Yesu anapowaambia watu, huyu amelala, huyu atapona, wale wanamwambia, dada zake wanamwambia, tunajua Bwana atafufuka, lakini atafufuka siku ya mwisho. Yesu anawaambia, mimi ndio huo ufufuo na uzima na niko hapa. Hawakuamini. Hakukuwa na imani pale. Lakini Yesu katika maombi yake alisemaje? Baba, najua unanisikia, na ili hawa wapate kuamini. Maanake imani haikuwepo kwanza. Lakini Mungu aliamua kutenda kwa Lazaro aliyekuwa mfu, hawezi kuamini, na dada zake hawezi kuamini kwa niaba yake. Nimeshajifunza nikisoma maandiko niwe makini sana. Mungu anaweza akatenda kwa watu wenye imani. Wako wengi ambao Yesu aliwaambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Lakini kuna mazingira mengi sana ambayo Yesu ametenda pasipo hata imani, kwa sababu alitaka baba yake atukuzwe. Ndivyo Mungu anavyotenda, hazuiliwi. Unaweza ukawa na imani iliyofinyu, lakini Mungu akaamua akutendee, na yeye atavuka mipaka ya kutokuamini kwako na atakutendea kwa jina la Yesu Kristo. Na nikajifunza jambo lingine, pamoja na kuwa huyu mtu alikuwa na changamoto na anaeleza, analaumu, Kristo ni mwenye rehema na neno lake lina mamlaka. Neno la Kristo lina mamlaka ya kubadilisha chochote kwenye maisha ya mtu wakati wowote, katika mazingira yoyote. Na asubuhi ya leo litabadilisha maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Ninasoma katika Mathayo sura ya 8 mstari wa 8. Kuna stori hapa ya akida mmoja, ana mtoto wake anaumwa, amemwacha nyumbani, anamfuata Yesu na anamwambia, Bwana, mwanangu anaumwa, mwanangu yu katika hali ya kufa, nisaidie. Yesu anamwambia, twende nyumbani kwako. Yule akida akamwambia, hapana, tamka neno tu. Mstari wa 8 sura ya 8 ya Mathayo, sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Sema neno.
Yule akida hakusubiri Yesu aende nyumbani kwake. Alimwambia, na mimi ni mtu mwenye mamlaka, na uwaambia watu, wewe nenda hapa, toka hapa, nenda pale, na wanatii. Na ninajua na wewe ni mwenye mamlaka, na neno lako lina mamlaka. Unaweza ukatamka neno, na lile ninalolitamani likawa, mtumishi wangu atapona. Nami ninakutamkia kwa jina la Yesu Kristo asubuhi ya leo, yeye anayeweza kulituma neno lake na ameliweka katika kinywa changu, upokee uzima hapo hapo ulipo kwa jina la Yesu Kristo. Neno la Kristo lina mamlaka. Nikawa nasoma tena katika Marko sura ya 1 mstari wa 27. Watu wanamwambia, ni mafundisho gani haya? Watu wanataharuki kwa sababu ya mafundisho ya Yesu. Ni mafundisho gani haya mapya? Kwa maana yana mamlaka awaamuru kwa mamlaka awaamuru pepo wachafu, nao wanamtii. Alao, neno la Kristo lina mamlaka. Si tu lina mamlaka ya kuondoa magonjwa, lina mamlaka ya kuamuru hata mapepo wachafu na wakamwacha mtu. Kwa sababu gani? Neno la Kristo ndilo neno lile lililoumba. Biblia inasema alitamka neno na vikawa. Na hata asubuhi ya leo, kwa neno lake itatokea kwenye maisha yako. Nataka umwamini huyu mwenye rehema anayekuhurumia asubuhi ya leo, ya kwamba neno lake lina mamlaka. Haijalishi umekata tamaa kwa kiwango gani, kwa jina la Yesu Kristo unaenda kupokea uzima na uponyaji. Neno la Kristo lina mamlaka. Lina mamlaka ya kuponya, lina mamlaka ya kutoa mapepo na nguvu za giza. Katika Luka 4:36 neno la Mungu nasema, kwa neno lenye mamlaka na nguvu awaamuru pepo wachafu, nao hutoka. Yohana 6:63. Na upenda sana huu mstari. Neno la Mungu linasema, ni Yesu huyo anawaambia wanafunzi, anawaambia, roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Anawaambia, maneno haya ninayowaambia ni roho, tena ni uzima. The words I'm speaking to you are spirit and life. Haya maneno ni roho, tena ni uzima. Neno la Kristo linaweza kuleta uzima kwenye maisha yako. Iwe ni habari ya afya inayopukutika, uzima uko katika neno la Kristo. Ni ndoa na familia inasambaratika, kuna uzima katika neno la Kristo. Kabisa kabisa. Ni watoto wako wameenda mbali na hawataki kurudi, kuna uzima katika neno la Kristo. Liamini neno hili. Nampenda sana huyu ndugu wa Yohana sura ya 5. Alipolisikia neno la Kristo, simama, jitwike godoro lako, enenda. Aliacha excuses. Aliachana na habari za mifumo ya uponyaji wa birika. Akaachana na habari ya kusubiri malaika ashuke atibue maji. Akaachana na hayo kabisa. Akaachana na habari ya kulaumu, sina mtu wa kunitia birikani. Hakutafuta mtu hapo. Akasema, nitalidaka hili neno, nitalishika hili neno. Na akainuka, akawa mzima. Akachukua godoro lake, hakubaki pale tena, akaondoka. Mimi nataka nikutie moyo asubuhi ya leo. Haijalishi mazingira yako, haijalishi ni nani amesema haiwezekani tena, haijalishi ni nani amesema haitatokea tena. Mimi nataka nikuambie, neno la mwisho ni neno la Kristo. Sote tunapitia nyakati ambazo unajiuliza, Mungu unaona? Bado unanijua? Bado jina langu linajulikana kwako? Inawezekana uko kwenye hayo mazingira wakati huu. Nikutie moyo kwa neno hili. Kama unakata tamaa kwa jambo lolote, usikatie tamaa wokovu wako. Ukitokea kukata tamaa kwa jambo lolote, usikatie tamaa mamlaka ya neno la Kristo. Unaweza usiwe na imani, imani imeondoka, lakini baki kwenye kanuni, baki na neno la Kristo, baki na hilo neno. Unaruhusiwa kabisa kumwambia Mungu, kwenye hili sikuelewi. Yaani sielewi, sioni kesho, sioni nuru, hakuna future. Kwani kipindi hiki cha leo kinaitwaje? Nuru ya asubuhi. Nami ninatamka hiyo nuru ije kwako kwa jina la Yesu Kristo. Hata kama umekata tamaa, liamini neno hili, Bwana atakutendea. Sijui unapitia mazingira gani, sijui unapitia jambo gani, sijui kuna uzito gani kwenye maisha yako, kuna mambo gani ni magumu. Familia yako imekaaje? Ndoa yako imekaaje? Uchumi wako umekaaje? Maisha yako ya kiroho imekaaje? Umetenda dhambi ukaanguka na hauoni kama kuna fursa ya kurudi tena. Yuko Yesu anayejua kusamehe na kurehemu. Haujawahi kabisa kuokoka na unayo matatizo, unajiuliza, hivi bado Mungu atanisikia?
sina wokovu ndani yangu, simjui huyu Kristo, sijawahi kuokoka. Ni wewe haumjui, yeye anakujua, na alikufa kwa ajili yako ukiwa mwenye dhambi hivyo hivyo. Ndio upendo alionao, kwamba hakuhesabu unayoyatenda, aliamua ajitoe kwanza kutengenezea njia ya wokovu. Na asubuhi ya leo nataka nizungumze na wewe na niombe na wewe. Na moja ya kitu ninachokiamini mimi hapa, matatizo ya wanadamu yana masikio. Kama ya kwako hayasikii, matatizo yako yatasikia. Kama masikio yako hayasikii, masikio ya ugonjwa wako yatasikia, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kama aliweza kutamkia dhoruba na bahari ikasikia, shida yako itasikia siku ya leo. Itasikia neno la Kristo na utapokea uponyaji. Popote ulipo wakati huu, ungana pamoja nami. Nataka niombe na wewe. Nataka nikuombee. Lile ambalo unalijua, kama unaendesha gari kuwahi kazini na unaweza kupaki mahali fulani kwa sekunde chache sana, kwa dakika 2-3 tu, pokea maombi haya. Uko mahali penye utulivu, pokea maombi haya. Umeweka headphone yako huko kwenye daladala, pokea haya maombi. Kuna kitu na mimi ninajua ni asubuhi ya wewe kutendewa muujiza asubuhi hii. Ninaongea hili kwa ujasiri mkubwa sana, kwa sababu ninajua mamlaka iliyo katika neno la Kristo. Nataka niombe na wewe. Lile ambalo unalifahamu linakutesa, wakati mimi ninakuombea wewe litaje. Litamke tu. Ni ugonjwa, umeonekana, haujaonekana, madaktari wanasema vipimo vimefeli. Kuna kipimo hapa nilipo ambacho hakijawahi kufeli. Kinaitwa neno la Kristo. Kali kuliko upanga wowote ukatao kuwili. Kitaingia, kitapenya kwenye mafuta, kwenye mishipa, kwenye mifupa, kitagundua huo ugonjwa ambao madaktari wameshindwa kuugundua, kwa jina la Yesu Kristo. Nataka nikuombee. Kama uko nyumbani unaweza kuweka mkono wako kifuani, weka mkono wako kifuani. Nataka niombe na wewe. Mtakatifu Mungu unayeishi, Baba wa rehema, Mungu wa upendo, Mungu unayetujua kuliko tunavyojijua wenyewe, unayetujali kuliko tunavyojijali wenyewe. Unasema unajishughulisha sana 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 na mambo yetu. Na mimi ninajua asubuhi ya leo uliijua kabisa, tena umeitengeneza mwenyewe kwa ajili ya mtazamaji huyu anayetutazama na kutusikiliza hapa Zoe TV katika kipindi hiki cha Nuru ya Asubuhi. Nami ninakuja kwako Bwana kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Maana ninasimama sasa kama kuhani wa zamu katika madhabahu hii, nikitamka neema kwa mtu huyu anayesikia sauti hii na kututazama. Kwa jina la Yesu Kristo. Wako watu ambao wana matatizo na mengine hawawezi hata kuyatamka, ni kama hayana majina, lakini yapo na wanajua yapo. Kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ninatamka uzima, natamka uzima, ninatamka uzima. Neno lako linasema roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Na neno lako Kristo ni roho, tena ni uzima. Uzima kwenye hii ndoa inayokufa, kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, natamka uzima na urejesho. Uzima na urejesho. Uzima na urejesho. Ninang'oa kila mizizi ya fitna, kila mizizi ya uharibifu, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Natamka uzima katika mwili huu ambao umesumbuliwa na magonjwa, kwa jina la Yesu Kristo. Huu mwili ambao umesumbuliwa na maonevu ya adui, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Hakuna pepo, hakuna kinyamkera, hakuna uchawi, hakuna chochote chenye mamlaka zaidi ya neno la Kristo. Nami ninasimama juu ya neno hilo kutamka uzima, kutamka uzima. Ninavunja, ninaharibu, ninasambaratisha kila kazi za shetani kwenye mwili wa mwanamke huyu, kwenye mwili wa mwanaume huyu, kwenye mwili wa binti huyu, kwenye mwili wa kijana huyu, kwenye mwili wa mtoto huyu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, mwili huu upokee uzima.
haijalishi uko ICU, haijalishi uko kwenye kitanda na kinaitwa si tu cha magonjwa, ni cha mauti, ninasema hautakufa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Maana yuko awezaye kukutoa mahali ulipo, anaweza kukuokoa na kaburi, na asubuhi ya leo anakutendea kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Pokea uzima wako, pokea uzima wako, pokea uzima wako. Ninakemea kila roho za magonjwa ya kila aina. Ewe kansa, una masikio, seli za kansa mna masikio, mnaweza kusikia. Na huyu ninayemtaja kwa neno lake anaspea, anaweza kuumba viungo hata vile vilivyoharibika vikapokea uzima mpya. Hizo figo ambazo zinasemekana zimefeli, ninatamka zipokee uzima kwa neno la Kristo. Uzima uingie ndani ya hizo figo, uzima uingie ndani ya hayo mapafu kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna ugonjwa, hakuna mapepo, hakuna uonevu wa adui utakaosalia kwako unaonisikia, kwako unayenisikia, kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uzima wako, nasema pokea uzima wako. Huo moyo ambao umesemekana umepanuka, urudi mahala pake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Madaktari wamesema miezi 6 haitapita utakufa. Mimi ninasema yeye atoaye uzima, neno lake linasema utakuwa mzima kwa jina la Yesu Kristo. Wala hatutembei kwa logic ya kwamba sina mtu wa kunitia birikani. Tunatembea kwa neno la Kristo, na kwa neno hilo natamka uzima ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. Simama mahali ulipo, uwe na nguvu zako tena, uwe na uzima wako tena, uwe na afya yako tena kwa jina la Yesu. Ninaiombea ndoa yako, mwanamke. Uchungu wako umeonekana mbele za Bwana, msiba wako umeonekana mbele za Bwana, nami niko hapa kama mtumishi wako wa Bwana kusitisha huo msiba, kuahirisha hayo mazishi ya ndoa yako kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ni kweli wanadamu wanasema pale ilipofikia haiwezi kupona tena, lakini ninaye Kristo ambaye anaweza kuuisha yanayokufa, anaweza kurejesha yaliyoharibika. Yeye ni mfinyanzi, na katika mkono wake hakuna kitakachokufa kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo ndoa irejee, hiyo ndoa irejee. Huyo mwanaume arudi tena katika agano lenu la ndoa, huyo mwanamke arudi tena katika agano lenu la ndoa. Hao watoto ambao wamekimbia mji, kwa jina la Yesu Kristo warejee katika jina la Yesu. Uchungu wako ukomeshwe sasa, msiba wako uahirishwe sasa. Ninabatilisha kila kilichotamkwa kinyume cha mapenzi ya Bwana juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Ninaiombea biashara yako ambayo inakufa. Ni kweli wanadamu wanasema uchumi wa dunia unatetereka kwa sababu ya mambo yanayoendelea. Hizo ni sayansi za uchumi wa dunia, na ni kweli katika uchumi wa dunia, lakini ninakuombea neema ya kwamba wewe na biashara yako utafunikwa kwa neema ya Bwana, utapenya kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo biashara itasimama tena. Hizo idea ulizonazo ambazo umeziweka kapuni kwa sababu ya mazingira, nasema mazingira hayajakuumba. Mimi ninamleta kwako aliyekutengeneza na kukuumba, na yeye anaweza kubadilisha mazingira yako yakawa mtumishi kwa ajili yako. Mazingira yako yanaweza kukutumikia kwa jina la Yesu Kristo. Ninasema yale yaliyokukwamisha, hayo yatakusogeza mbele kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ulianzisha biashara ikafa, ukakata tamaa. Nataka nikuambie usikate tamaa, lishike neno hili asubuhi ya leo na utakuwa na ushuhuda. Nina uhakika Bwana anakutendea mema kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema. Ulikuwa umeokoka vizuri sana, ukarudi nyuma, ukatenda dhambi, una shauku ya kurudi, lakini umekataliwa mahali ulipokuwa. Watu wanakuona wewe ni mdhambi tu, hauwezi kurudi tena. Naomba nikuhakikishie yupo anayekurehemu na bado anakupenda. Maadamu uko hai na unapumua, bado unayo nafasi tena kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akaweke moyo wa toba ya kweli ndani yako na akurejeshe tena kwake. Wewe ni mtoto wa Kristo bado, wewe ni mtoto wa Mungu tena uliyepotea. Rudi kwa jina la Yesu Kristo, urejee mahala pako kwenye kinara chako kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuombea kwenye shida yoyote ulionayo, pokea uzima, pokea uponyaji. Na kama uko hapa
na hujawahi kumpa Yesu maisha, wewe amini na fuatisha sala hii. Nami ninakuombea, ninakuongoza, fuatisha sala hii. Sema haya maneno: Baba, ninakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi na nimetambua ninastahili hukumu, lakini wewe ni wa rehema. Naomba unisamehe dhambi zote nilizotenda, unirehemu, nitakase kwa damu yako. Ninakuamini ya kwamba wewe ni Bwana, na ya kwamba ulikufa na ukafufuka na uko hai, umeketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, na utarudi tena. Nisaidie sasa kukufuata siku zote za maisha yangu. Mimi ni mtoto wako. Andika jina langu, naomba, katika kitabu cha uzima. Niwezeshe kuishi maisha matakatifu na kukupendeza siku zote, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu, yeyote ambaye alifuatisha sala hii, msaidie, mpe neema ya kusimama katika neema ya wokovu siku zote za maisha yake, na kurudi nyuma kusitajwe tena kwake. In the name of Jesus. Naomba nikuombee sasa ninapokuaga. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya watu wako, maana wamelisikia neno lako, na neno lako limepandwa ndani ya mioyo yao, na ni mbegu ambayo inaota na itazaa matunda. Tunakushukuru kwa ajili ya zile shuhuda nyingi sana ambazo Bwana zitasikika kwenye madhabahu mbalimbali, katika makanisa ya watu wanaokuabudu katika roho na kweli, kwa ajili ya mambo makubwa uliyoyatenda kupitia kipindi hiki. Kwa jina la Yesu Kristo, wabarikie watu wako, wape neema ya kuikabili siku ya leo kwenye majukumu yao, wakiwa na kibali chako na ujasiri utokao kwako, kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye umeokoka katika kipindi hiki, tafuta kanisa zuri linalofundisha wokovu wa kweli, na watu ambao wako serious na kwenda mbinguni. Nenda hapo, tulia hapo, uchungu hapo. Mungu akubariki sana. Asante.